Jahazi TV. Naam, tukikutangazia kutoka Mfenesini visiwani Zanzibar. Hii ni Jahazi TV. Hujambo mtazamaji wa Jahazi popote pale unapotuangalia. Karibu katika kipindi cha Amka na Jahazi ambapo tutakudadavulia kurasa za mbele ya magazeti mbalimbali zilizotufikia mezani kwetu kwa siku ya leo, ikiwa ni gazeti la nyumbani la Zanzibar Leo, Kwa Ukweli na Uwazi, gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, Uhuru, Ukweli Daima na magazeti mengi mengineyo. Mimi ni Abdul Hamid Isa na kusihi uwe nasi mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Moja kwa moja mcheza kwa hutunzwa na likamata gazeti la Zanzibar Leo, Kwa Ukweli na Uwazi. Ukurasa wake wa kwanza limepambwa na habari mbalimbali. Habari kuu kwa siku ya leo: wananchi wasema viongozi tekelezeni kwa vitendo maagizo ya Dr. Mwinyi ya kuwataka kuwatumikia wananchi. Habari hiyo ipo katika ukurasa wa kwanza, lakini endelea kwa undani zaidi katika ukurasa wa pili gazeti la Zanzibar Leo, Kwa Ukweli na Uwazi. Serikali yavikosoa vyombo vya habari vya kimataifa, ni habari hiyo ipo katika ukurasa wa tatu, inasomeka kwa undani zaidi. SMZ kuendeleza ujenzi wa barabara mijini na vijijini, ni habari hiyo ipo katika ukurasa wa kwanza, lakini endelea katika ukurasa wa tatu. Lakini kuna habari inasema Dr. Sheni aridhishwa ongezeko la wahitimu elimu ya juu. Shambulio la Israel la waua watu 4 ukanda wa Gaza. Hilo ni gazeti la Zanzibar Leo, Kwa Ukweli na Uwazi. Siku ya leo linaandika hivyo moja kwa moja. Nikamata gazeti la Taifa Tanzania, ukurasa wake wa kwanza laandika Ulega asimamisha kazi watumishi TANROADS kwa foleni Mikese, lengo ni kupisha uchunguzi. Lakini msanii watajwa chanzo cha foleni, asema hatomonea mtu, hakubali wananchi wateseke. Ni habari hiyo imepewa uzito wa juu kwa siku ya leo katika gazeti la Taifa Tanzania na inapatikana kwa undani zaidi katika ukurasa wa pili. Lakini kuna habari hapa inasema BOT yatoa hakikisho usalama mifumo ya malipo. Habari hii ukurasa wa 4 nasomeka kwa undani zaidi. Lakini TANESCO yazidi kufanya mageuzi maboresho ya umeme, Mheshimiwa Ndejembi asema hivyo. Lakini Msigwa anasema tuisubiri tume italeta majibu ya matukio yaliyotokea Oktoba 29. Lakini polisi Kigoma akanusha taarifa za Patrick kutekwa. Habari hii ipo katika ukurasa wa kwanza gazeti la Taifa Tanzania, lakini inaendelea kwa undani zaidi katika ukurasa wa 4. TRA yatuliza hofu kwa Watanzania. Ukitaka kujua inatuliza hofu kwa Tanzania kivipi, tafuta nakala gazeti la Taifa Tanzania ukurasa wake wa kwanza, utajisomea kwa undani zaidi. Lakini ukurasa wa 5 inasomeka kwa undani zaidi. Moja kwa moja nikamata gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge, ukurasa wake wa kwanza laandika ripoti ya CNN yazua kasheshe. Serikali juu yakitaka chombo hicho cha kimataifa kuzingatia misingi maadili ya uandishi. Lakini Msigwa ahoji taarifa yao kuhusu vurugu za uchaguzi kuegemea upande mmoja, asema serikali inasubiri ripoti ya uchaguzi tume ya Jaji Chande Othman. Habari hii ipo katika ukurasa wa kwanza, lakini katika ukurasa wa 3 inasomeka kwa undani zaidi. Ulega achafukwa Mikese, aagiza watumishi wa TANROADS wanaosababisha foleni kusimamishwa kazi ili kupisha uchunguzi. Lakini mzani watajwa chanzo cha foleni, asema hatomonea mtu, hatokubali wananchi wateseke. Habari hii ipo katika ukurasa wa kwanza, lakini nasomeka kwa undani zaidi katika ukurasa wa 3. Dr. Mwinyi na Dr. Nchimbi wateta Ikulu Zanzibar. Ukitaka kujua teta kwa sababu gani, tafuta nakala gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge, ukurasa wake wa kwanza limeandika hivyo. Lakini ukurasa wa pili nasomeka kwa undani zaidi. Wananchi wasiwe na hofu, barabara zote zinapitika kipindi hiki cha mvua, mtendaji mkuu wa TANROADS ndo anasema hivyo. Lakini gazeti la Mwananchi laandika vurugu za Oktoba 29, Msigwa asema waliopoteza ndugu zao waende polisi, asema idadi kamili ya waliokufa kujeruhiwa bado, agusia agizo la Rais Samia Suluhu Hassan kuachiwa vijana waliofuata mkumbo, akieleza taratibu za kuachia zinaendelea. Habari hiyo katika ukurasa wa kwanza, lakini inaendelea kwa undani zaidi katika ukurasa wa 4. Lakini wajitosa kupinga ubunge wa Baba Levo kortini. Haya, habari hiyo ipo katika ukurasa wa kwanza, lakini katika ukurasa wa 3 gazeti la Mwananchi inasomeka kwa undani zaidi. Usichukulie poa maumivu ya kichwa, wataalamu watoa tahadhari. Haya, ni habari hiyo ipo katika ukurasa wa kwanza, lakini inaendelea katika ukurasa wa 6 gazeti la Mwananchi. Vigogo ACT Wazalendo wajifungia kujadili SUK Zanzibar. Ukitaka kujua wajifungia
kisa ni nini? Tafuta nakala gazeti la Mwananchi, utajisomea ukurasa wake wa kwanza, lakini katika ukurasa wa pili inasomeka kwa undani zaidi. Nipashe Mwanga wa Jamii laandika ripoti CNN yaibua hoja serikalini. Msigwa asema taarifa zao hazina maadili na zinaumiza familia zilizopoteza wapendwa. Awaita mizani wawajibike yaliyojiri Oktoba 29, agusia vikosi vya mtandao vinavyolenga kudidimiza uchumi na taswira ya Tanzania. Habari hiyo katika ukurasa wa kwanza, lakini nasomeka kwa undani zaidi katika ukurasa wa pili gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Mchakato wa katiba mpya utaanza hivi karibuni. Hiyo ni kauli ya waziri, lakini wanafamilia wahukumiwa kifungo jela kwa mauaji. Ukitaka kujua tafuta nakala gazeti la Nipashe ukurasa wake wa 3. Habari hii inasomeka kwa undani zaidi. Lakini uwatinga kotini kupinga ubunge wa Baba Levo. Ni habari hiyo ipo katika ukurasa wa kwanza, lakini endelea kwa undani zaidi katika ukurasa wa 4. Wanaume chanzo wanawake wengi kuchelewa kuanza kliniki ya ujauzito. Ni habari hiyo ya kijamii ipo katika gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii ukurasa wake wa 8, inasomeka kwa undani zaidi. Lakini ajali yaua watano Monduli, jeshi la polisi la chunguza. Wauguzi wawili wasimamishwa kazi, tukio la mtoto kuharibika mkono. Ni habari hiyo ipo katika ukurasa wa 17. Gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii limeandika hivyo. Gazeti la Dira laandika watumishi TANROADS wasimamishwa kazi ni kwa kusababisha foleni. Mikese waziri Ulega asema hatomwonea mtu, hatokubali wananchi wateseke. Ni habari hiyo ipo katika ukurasa wa kwanza na ndio ilopata uzito wa juu kwa siku ya leo. Msigwa asema Tanzania ni salama na imetulia, lakini ajali yaua watano Arusha. Habari hii ipo katika ukurasa wa kwanza. Mwisho wa kuwasilisha tunzo za taifa ya Mwalimu Nyerere uandishi bunifu Novemba 30, lakini vigogo ACT Wazalendo wajifungia kujadili hali ya siasa. Ni habari hizo katika ukurasa wa mbele gazeti la Dira hoja ya wote. Haya, gazeti la Uelekeo ukurasa wake wa kwanza laandika dunia yaambiwa Tanzania ni salama imetulia, lakini kuna habari nasema wazazi wahimizwa kuandikisha watoto wenye ulemavu. Bashiri wasema mifugo ni nguzo ya uchumi, lakini viongozi waombwa kuthamini sekta binafsi. Haya, Uelekeo laandika hivyo. Jamvi la Habari laandika tung'amue mtego. Gerson Msigwa aungana na Rais Donald Trump wa Marekani kukosoa upotoshaji wa CNN unaolenga kuichafua nchi. Wataka wa Tanzania kuendeleza mshikamano, kupuuza aina zote za upotoshaji na uchochezi unaolenga kuliangamiza taifa, lakini aeleza namna wasioitakia heri nchi wanavyo kesha wakiomba Tanzania haribike. Zaidi ya nchi 20 ikiwemo Marekani tayari zimeilaumu CNN kwa tabia ya uandishi unaochochea chuki na kuegemea upande. Habari hiyo ipo katika ukurasa wa kwanza na ndio iliyopata uzito wa juu kwa siku ya leo, lakini inasomeka kwa undani zaidi katika ukurasa wa 4. Ndejembe atoa mwelekeo mpya TANESCO, ataka kasi ya misheni 300 kusisitiza ubunifu na uwajibikaji kuhudumia Watanzania, lakini siku 100 za Dr. Samia TANESCO kujidhatiti kufanya makubwa. Dr. Homera kuongoza mkutano wa Rita na wadau wake. Jamvi la Habari laandika hivyo, lakini Majira laandika Ulega asimamisha kazi watumishi TANROADS. Lakini kuna habari nasema Waziri Sangu abainisha mikakati ya kuongeza fursa za ajira. CNN jiepusheni utangazaji maudhui ya upande mmoja. Gazeti la Majira linaandika hivyo, lakini kuna habari ya kimataifa hapa. Dola milioni 304 za COP30 na ufadhili miradi ya milimani, lakini serikali yaipongeza TRA uboreshaji mazingira ya biashara. IGP nasema tusikubali kugawanywa kwa sababu yoyote ile, lakini serikali kuendelea kuboresha vyuo vikuu na vya kati. Kuna habari ya kimataifa hapa, Japani kuanzisha tena kinu kikubwa zaidi cha nishati ya nyuklia. Majira laandika hivyo. Uhuru Ukweli Daima laandika serikali yatoa tamko, yasikitishwa na kituo cha CNN kuripoti vurugu za Oktoba 29 bila kuzingatia weledi, lakini vyombo vya habari Tanzania vyapongezwa kwa uzalendo kuanzisha mfumo rasmi. Chuo kikuu Mzumbe chaweka rekodi mpya, lakini treni za jiji Dodoma zanukia. Viongozi wa dini washauriwa kuepuka lugha za kugawa taifa, lakini Ulega asimamisha kazi watumishi wa mizani. 69 wajitosa kuwania umea naibu umea Dar es Salaam. Gazeti la Habari Leo, Gwiji la habari Tanzania laandika serikali
ni vita ya uchumi, yaonya vyombo vya nje kupotosha matokeo ya uchaguzi, yahimiza Watanzania walinde nchi yao. Lakini maeneo ya SGR juu Dodoma hadharani. Lakini bima ya afya kwa wote kujumuisha makundi matano TIRA kusimamia utekelezaji, wageni wabanwa. Habari hiyo katika ukurasa wa kwanza, lakini endelea kwa undani zaidi katika ukurasa wa 3. Magari ya gongana, 5 wafa Monduli. Ulega asimamisha kazi watumishi TANROADS, lakini ATCL kuongeza vituo 3 kimkakati. New York Times yapotosha uhalisia vurugu za uchaguzi. Ujenzi wa bandari Bagamoyo wa iva. Haya, gazeti hilo naandika hivyo. Moja kwa moja nazigeukia kurasa za nyuma ya magazeti haya ambazo ni kurasa za michezo na burudani, ambapo hapa gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, ukurasa wake wa nyuma laandika Simba yafa Mkapa, Azam hoi ugenini. Haya, lakini futsal yaanza vibaya kombe la dunia, lakini kupendeza si kuvaa ghali, Miss Ukraine asema hivyo. Lakini Job atoa siri ya Dube. Habari hiyo inasomeka kwa ndani zaidi katika gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, ukurasa wake wa nyuma katika kurasa ya 23. Mwinyi aipongeza Yanga. Ukitaka kujua ipongeza Yanga kivipi, tafuta nakala ya gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, utajisomea kwa undani zaidi. Mwanaspoti laandika mashabiki wataka tatizo kocha. Wawataka tatizo kocha. Simba ya 4 bila ushindi nyumbani Azam hoi. Ni habari hizo za michezo na burudani. Lakini Mastaa Dube alikataa mechi. Ukitaka kujua kwa sababu gani, tafuta nakala gazeti la Mwanaspoti ukurasa wa nyuma, utajisomea kwa undani zaidi. Lakini Jackson fundi aliyegoma kuacha pesa. Ukitaka kujua kagoma kuacha pesa kwa sababu gani, tafuta nakala gazeti la Mwanaspoti ujisomee kwa undani zaidi. Lakini hawapoi ni nani? Ni Manchester United. Lakini leo Jumatatu, Manchester United na Everton saa 5 usiku, usikose. Haya, hilo ni gazeti la Mwanaspoti. Lakini gazeti la Nyumbani la Zanzibar Leo laandika Dr. Mwinyi ahidi kuimarisha michezo, lakini Yanga yapongezwa kwa ushindi. Simba yaanza vibaya klabu bingwa. Habari hii ipo katika ukurasa wa nyuma gazeti la Nyumbani la Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi. Na medizia na gazeti la Jamvi la Habari laandika Simba ya buruza mkia CAF. Ni habari hiyo. Lakini Mreno yaifumua Tanzania goli 10-0. Lakini Foster Women's World Cup. Haya, Zuchu na Diamond mahaba moto moto. Haya, ukitaka kujua tafuta nakala gazeti la Jamvi la Habari Sport ukurasa wa 15 linasomeka kwa undani zaidi. Na mtazamaji wa Jahazi TV, nimekamilisha hivyo katika habari za kitaifa na kimataifa, bila kusahau kurasa za nyuma ambazo ni kurasa za michezo na burudani. Na hadi hapa hatuna la ziada. Kwa niaba ya crew nzima ya Jahazi TV, fundi mitambo ni Ramadhan Sawe, mimi ni Abdul Hamid Isa. Kwa pamoja tunakutakia utazamaji mzuri wa vipindi vyetu mbalimbali vinavyoendelea kutoka hapa Jahazi TV. Tunasema safiri nasi, asante na asubuhi njema.